katika Jumatatu ya Oktava ya Pasaka. Waalike tuadhimishe misa hiyo ya Pasaka, na hasa kwa namna ya pekee, ingawa wenyewe hawajaomba hivyo, namna ya pekee kwa ajili ya hao wanaopenda kubatizwa siku ya leo, watoto wachanga. Waombee kusudi walelewe na wazazi wao vizuri, wafahamu msingi wa imani hii ambayo ndimo walimoingia, baadaye kanisa aliweze kupata wale ambao ni mashuhuda wa kweli wa imani. Tukiri dhambi zetu. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amin. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. cha Matendo ya Mitume. Petro alisimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akamwambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza ya ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua.
mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akaufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umejivujisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume, ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yenu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwenu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, akitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Neno la Bwana.
Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, wanawake waliondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari ya mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala.
Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitwaa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Neno la Bwana. Kristo. Amina. Habari za uchovu wa sikukuu? Nzuri. Hamjachoka? Sasa wengine mmelazimika labda. Maana naona kwaya moja tu hiyo. Don Bosco. Wengine? Kwaya zingine? Sio zamu yao. Kwa hiyo tunakuja kusali tulio na zamu. Tulio na zamu ambao huenda hayana budi kuwapo, kwa sababu kadiri jitihada za kanisa na mwaliko wa kila mwana kanisa kwa ajili ya kuvaa uinjilishaji, kutoa habari za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuwajulisha ndugu zetu na jamaa zetu na rafiki zetu na majirani uhakika huo wa ufufuko, bado shetani anaendelea na kazi yake. Tumemsikia Petro katika somo la kwanza akieleza vizuri sana kwa kinaga ubaga habari za Yesu huyo mfufuka, na kwamba wao ni mashahidi wa habari hiyo. Anamweleza Yesu aliye toka ahadi ya Mungu kwa aliyempa Daudi imetimia katika yeye. Lakini maelezo hayo mengi yanaashiria jamii yake ilikuwa na maswali mengi na wasiwasi juu ya ujumbe huo wa Yesu kufufuka. Ndio maana Petro anachukua nafasi kubwa kwa ajili ya kueleza vizuri watu wamuelewe. Shetani yuko kazini. Na katika Injili basi, pamoja na agizo hilo la Yesu kuwatokea kina mama wale na kuagiza waende wakawaambie ndugu zake kwamba amefufuka na wakutane Galilaya, nyuma yake tunaona jitihada za shetani za kufifisha ujumbe huo usieleweke vile ilivyo. Inatumika nguvu nyingine. Nguvu iliyotumika kumsaliti ndio nguvu inatumika tena kufifisha ujumbe huo kwa kuwapa maaskari vipande vya fedha ili wasiseme kwamba amefufuka kama walivyoshuhudia, wabadilishe sentensi. Kristo. Ndio leo basi tunapokutana tungeweza kuvaa uhusika huu kwamba pamoja na kwamba tulisherekea ufufuko, lakini bado kuna mambo mengi yanayozuia habari isiendelee. Yako mengi. Pamoja na huo kusema kuchoka, ni shetani anafanya kazi ya kutushawishi tusibaki na msimamo ule ule, tuanze kuvaa uchovu. Wengine anasema hata sio zamu yetu, ni hivyo hivyo. Tunaanza basi unakuwa umepunguza nguvu yako ya uinjilishaji, kwa vile ambavyo sasa unaanza kukatisha njia, unaanza kuyumba kukwama. Kristo. Tunapowaombea watoto wetu ubatizo katika kanisa, moja la kuwaombea, kwa kweli tunaombea watoto, lakini moja la kuwaombea watu wanapaswa kuombewa sana, hao wazazi na wasimamizi wa watoto hao. Wangehubiriwa leo, wala si watoto, wangehubiriwa namna ambavyo wanachukua imani hiyo kuwarithisha watoto. Msingi wao imani ukoje? Je, hawako hatarini kiasi kwamba wakashawishiwa kwa nguvu nyingine yoyote ile ili kusudi tu habari hizi za ubatizo zisieleweke vizuri? Kristo. Wazazi mpo? Wasimamizi mpo? Bahati mbaya sana huwa kinakuwa hivi,
tunapobatiza watoto sisi wenyewe tuna matatizo wazazi, hata wasimamizi tuna matatizo. Hayo matatizo ungewapa nguvu ya fedha ambazo walihongwa maaskari. Matatizo yetu yale ndiyo yanayokuwa na nguvu ya kuzuia habari hizi za Kristo mfufuka ziwaendee wengine, ambao ili wakutane naye Galilaya, akiwemo watoto wetu, zinaanza kupungua nguvu. Na sentensi iliyomalizika katika injili yetu umesikia, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Hata leo lipo kwetu. Lazima ambao uhusika wa Wayahudi zinaenea kwamba habari hizi zinaanza kupoteza umaarufu, zinaanza kubadilika, visingizio viko vingi. Kwa wazazi, mkumbuke, ikiwa tunaishi na familia hiyo, katika imani ya Kikristo tunashindwa kuweka misingi mizuri ya kiimani, watoto wetu watarithi habari hizi ya kwamba wanafunzi walimuiba Yesu baada ya kufufuka. Ikiwa tunaendelea, ndio faida. Tunasemaje haya? Tunakugani ndio faida ya fomu hizi. Ukizisoma vizuri, nasema kwa kweli katika hawa watoto wote wanaobatizwa leo hakuna aliyestahili. Tungefuatilia kwa makini, hakuna aliyestahili. Kama walimu nasema tungeenda kwa makini kufuata imani ya wazazi, sio watoto, imani ya wazazi na msimamo wao kwa kanisa na namna wanavyovaa uhusika wa uinjilishaji, unakuta hakuna. Hawakuvaa uhusika. Huko njiani wameambiwa kwamba msiseme hivyo, bali mpindishe ujumbe. Kitu gani kilichokufanya usisimame katika imani vizuri? Ile fedha yako ambayo unayo, fedha ile unayotoa maskari, kushirikisha ujumbe huo kwa watoto. Maana wewe ndio unayetumwa. Ni yule mama au kina mama walioambiwa nendeni mkawaambie ndugu zako. Ndugu zako ndio watoto wao. Ukawaambie watoto wao kwamba amekufa. Huko nyuma wanakuja wengine wakuambia usiseme hivi. Sasa ninachokuzuia ni vile ambavyo unahusikaje katika uinjilishaji ndani ya kanisa, unahusikaje kuishi Ukristo wako mzazi, hata unapomwekea mtoto wako dosari ili kusudi habari za Ukristo zisiweze kukaa vizuri. Kama tuliishi dhambi ya asili Adamu na Eva, ndivyo ambavyo hata namna ya wajibikaji wetu katika kanisa tunalipisha watoto. Ni kweli si kweli? Amen, kweli si kweli? Tunalipisha watoto. Kama mtoto sasa hivi utasema unahangaika, asili yake ni kule kule. Wazazi wetu wanatengeneza vipi katika mwenendo huo? Kwa mfano moja, leo hii tunagombana hata swala zaka, mtu haoni kama ni lazima katika maisha yake, anaanza kuiweka visingizio mbalimbali. Na watoto wake wote pamoja na padri, mtoto wake anamlipia zaka kila mwaka. Kristo kila mwaka anamlipia zaka. Mama ametunza. Unaweza kukuta hii ni sifa moja hapo, baadaye kumpa heshima huyu mama, hata kama kanisa haitamtangaza mtakatifu, na ukasema mwaka kanamuongezea credit, CV yake inabadilika, si ndio jamani? Kwa sababu hata watoto wale hawatakuwa vivu katika mambo ya kanisa, mambo ya utume, mambo ya kuwajibika, hata kwa sababu mama alishawekea msingi, hata kama hakuwaambia, lakini unakuta tayari Mungu alishaandika. Hii sifa hiyo mama inaandika kwa watoto. Na sisi washangaa, watoto wetu wanabatizwa, watoto wetu wanakuwa, watoto wetu wanaanza kuingia maisha ya ndoa, lakini bado kwa sababu wazazi walikuwa vivu katika uinjilishaji, katika wajibu zao za kanisa, watoto walikuwa ni mzigo wa kanisa tena. Tunaanza kufanya. Tuuliza watoto wao, mnalipa zaka watoto wao pendwa? Mnalipa zaka? Anaangaliana usoni, washangaa kama hivi inawezekanaje? Hivi hawa tayari sio muda mrefu mtasema wana Don Bosco wataingia kuimba. Na hapo wote mnalipa zaka. Utashangaa wengine hapa hawana habari. Ndio. Nitakukamata siku ambapo utaingia kwenye mtego kama huu. Hapa ukiangalia kwa makini
unajikuta hawa wazazi, baba, mama na msimamizi, hakuna aliyewajibika vizuri kiimani, hasa upande wa zaka. Kwa mfano kipengele cha zaka, tangu Januari huyu baba tumdaji jina, tangu Januari, mwezi gani? Mwezi Aprili. Tangu Januari mpaka tuseme Aprili hapa mpaka Machi, miezi mitatu, zaka yake shilingi 7,000. Hebu niambie, ni kweli? Huyu baba wa familia, zaka yake shilingi 7,000. Mama hola, tangu Januari mpaka Machi, msimamizi 4,000. Unasemaje juu wajibu wao kwa ajili ya zaka? Huyu mtoto atakuwaje? Anayebatizwa huyu mtoto atakuwaje kwa kipengele hicho? Manaka anarithi toka kwa wazazi wake, hatua moja baada ya nyingine. Hata kama umwambii mtoto anajifunza. Wakina mama wengine anakuja na watu kwenye sadaka hapa, amemshikisha shilingi 100 au 200 au 50, anamlazimisha atumbukize kwenye kampu cha sadaka. Sema fanya hivyo kina mama. Kwani maana yake ni kumzoesha aanze kukua na utambuzi huo, vinginevyo inakuwa ni tatizo. Haya, nakuja mchango ule wa 80,000 na ngapi mwaka jana ilikuwa? 80 ngapi? 82. Haya, ni kila Mkristo wa familia? Kila Mkristo. Huyu baba hakumaliza, alilipa 28,000 tu. Mama hamna kitu. Msimamizi 65. Kwa wanena na madeni. Kwa hiyo hili deni analipeleka mtoto. Watoto wenu mnaobatiza leo na deni hili analeza kulilipi. Kristo. Na haya madeni ndio sauti, ndio nguvu ile ya ushawishi ambao maaskari waliupata, unaanza kutuenea hata leo. Hivi hata tunaweza kudharau au kutoitikia hiyo sauti. Tuje mwingine, familia nyingine hii, mtoto wao baba popote hajawajibika, hajulikani. Unaona? Kule mama haieleweki, huku baba haieleweki. Mama itakuwaje? Mtoto itakuwaje? Simba, tunaelewana ndugu zangu? Fikiria mtoto wake itakuwaje? Haya, mama mwezi mitatu zaka yake 4,000. Msimamizi miezi mitatu zaka yake 2,000. Ametoa ngapi kila mwezi msimamizi huyo miezi mitatu? Kwenye michango ya kanisa, maendeleo ya kanisa, kila mmoja hakumaliza. Yule mama 37, msimamizi 20,000. Tena msimamizi yuko chini zaidi. Anayetaka kuwa mlezi mzuri mfano, yuko chini zaidi. Mtoto atakuwaje? Ndugu zangu, ukimpata mtoto, nimesema wote, hakuna aliyefanikiwa, wote. Hapa miezi mitatu zaka mama shilingi 1,000. Miezi mitatu. 1,000. Si upo mama, unajijua eti? Mama, 1,000 miezi mitatu. Baba, huna. Sasa huna au hawalipi sijui. Nadhani nisisome maneno mengine sio kabisa. Ila anajijua. Mchango wa kanisa 15,000 kwa mwaka mzima mwaka jana. Si ametoa leo, na ametoa leo labda kubali. Kristo. Yote. Ni wakumbushe ndugu zangu. Hawa watoto tumepata kwa mapenzi ya Mungu. Kristo. Tumepata kwa mapenzi wa Mungu, ni zawadi ya Mungu ili kanisa liongezeke. Kanisa liongezeke idadi ya waamini. Na waongezaji wa idadi ya waamini ni sisi ambao tumeamini. Kwa jinsi ambavyo tunawashirikisha watoto wetu imani ya Kikristo ambao msingi wake ni ufufuko. Jana katikisa alisema sentensi moja, jamani, mtu wangapi wanabatizwa ngapi? 5. Sasa jamani, 5 tu. Mzee umeshafika uzee tayari. Namna kuchukua nafasi ya kuongeza wengine umeshafika. Anasema 5 tu. Baada akasemaje? Sana. Jamani, zaeni sana. Mnasemaje hoja yake? Hiyo hoja yake mnasemaje? Tumkubalie, tumkatalie? Hapana, kwa sababu tumeshaingia kwenye upande mwingine wa maisha yetu. Watoto wamekuwa ni kitu kingine.
Wale ambao hawana watoto wanahangaika. Watoto wetu tunawapata wengi, tunawapata akina Sindura. Sindura mnafahamu? Watoto hatuko kwa waganga. Kama mtoto wa mganga asili yake ni uganga. Na ndio maana ni shida kwenye kanisa. Na tunaambiwa mengi sana huko. Siku moja nikamwambia jamani, mkiwa na nguvu ya kuzaa jitahidini mapema. Sasa shida utoaji mimba ndio umezidi. Hizo watoto wangu wapendwa hao na vijana hao. Sasa ukianza kufikia sasa simu. Vingapi unashatua? Unasema promotion. Mnasemaje lugha ya tu? Mnatumia lugha gani? Hauoni shida. Na baadaye yanakuja matatizo sasa unapohitaji hamna tena. Una flash. Una flash. Imekuwa kama mtindo. Yaani imekuwa kama mtindo. Ni dhambi. Zamani zile kanisa liliyasema hiyo dhambi kuungama kwake nenda kaungame kwa askofu. Sasa sijajua wanasenya wangapi muungama kwa askofu dhambi zao. Lazima kwa askofu. Baadaye kanisa kakundua kwamba sasa kwa sababu hiyo wengi hawaungami tena. Askofu hayupo karibu ili upate kuungama. Na pengine kile ukienda kwa askofu unasema yule atakuwa na dhambi fulani ndio maana ameenda kwa askofu. Baadaye sema basi hebu mapadri waruhusiwe kuwaondolea watu dhambi hiyo. Na washauri wekea vikwazo vizuri sana ili kusudi wasirudie. Sababu inakuwa kwa madhara na nyie pia mnakuwa na madhara. Baadaye unapohitaji mtoto wa kina mama, watoto wa ndugu zangu nyie hawapo, umemaliza, umefurashi. Na ndio zinaanza kusumbua, hapati mtoto, moya anamfukuza. Nini? Huyu alishazoea kufurashi. Na uwezi kubaki salama mwanangu wewe. Hata hapa kichwani utabaki salama kisaikolojia. Si umeua mara nyingi? Umeua mara nyingi. Msiendekeze, ndio watu ipita katika kipindi cha mfungo kile kipindi cha mfungo. Mimi nasema sasa kama tumeanza tufunge dhambi, tukishamaliza mfungo kwa hiyo tujiachie. Si maana yake hiyo. Picha mazoezi, fanya mazoezi ya kujikatalia haya na haya. Baadaye unaishi maisha yako sasa umeshazoea kujikatalia. Si mwepesi wa kuanguka. Kristo. Sasa tunaendelea ujumbe wa katekisa. Jamani, zaeni watoto. Sijajua kwenye kitabu tuangalia vizuri. Kwa mara ya mwisho tulibatiza kina nani, wale wangapi? Hivi kwa mwaka mzima tunapotoa takwimu kwa mwaka mzima wanasenya, tuna idadi ndogo sana watoto wachanga wabatizwa. Chini ya miaka 5. Idadi ndogo sana. Ndogo sana. Sasa sijui huku kuna nini au Mungu acha sana. Sijui kuna nini. Mbona kwao wanabatizwa leo 100 na ngapi sisi? Kule wanazaa sana, ndio. Wanazaa sana. Ninyi huku mmekatazwa. Angalieni mlipokosea. Yaani kuzaa ni wajibu wenu, mmeingia kwenye jukumu la kuzaa, zaeni kwa utaratibu unaotakiwa, lakini ridhisha vizuri imani ile. Kama unaanza kupotoka mapema ni tatizo. Ni tatizo. Hatusemi tulingane nao, eti idadi yao ni kubwa. Ninyi idadi yenu ndogo. Lakini hata kama ni ndogo, tuna watoto wengi huko wapo tu kanisani hawaleti. Sasa usije hapo kwenye kwaya kuna 1, 2 mwingine kwa mtoto mwingine anachukua. Kwenye kwaya watoto wadogo wote wamebatizwa. Wote wamebatizwa. Bado na yule amebatizwa. Bado na yule amebatizwa. Si unaona? Si kwamba mzai mnazaa. Ila mna makwazo. Kristo. Muna makwazo kwamba akina wanaume hawana kazi. Kama hamna kazi wanaume, basi tuwaite wale watunduma wale wa Kongo wale. Sababu hazina kazi.
Wewe utasikitika ni sababu haina kazi. Hapana, tubariki jamani, sio? Kuna mahali tunapotoka na upotofu huo ndio msingi wake upo hapa, kwamba habari ile ya kwamba Yesu hakufufuka walimuiba ipo kati ya Wayahudi hata leo. Kwa habari ipo hata leo, na tukizaa watu wanamuelewa na Mungu. Tunazaa sana, hakuna muelewa na Mungu. Mungu mwenyewe atusaidie, iwe ni nafasi ya kutafakari vizuri, vinginevyo hali ya kanisa itakuwa mbaya, kukosa waamini, sio waamini tu, kukosa waamini wenye imani. Mungu atusaidie kupitia hawa watoto, japo watano si haba si haba, lakini na hawa ambao umewafungia kwenye visanduku kwenye visanduku wale, naomba wafungulie visanduku hivi. Tuliongea habari za jiwe, amtaki kutoa jiwe hilo, jiwe bado hamjui kama mnalo bado linawakandamiza. Fanya jitihada hilo jiwe lililokuzuia liondoke, ili kusudi ujikabidhi kwa Mungu, ili familia nzima sasa iunganike na habari ya Kristo mfufuka, wote tuingie kwenye uinjilishaji, watu wote watambue Kristo. Basi ni wabatiza watoto wao pamoja na kuona wasimamizi wajiongee mbele. Na msimamizi wa mtoto Clara, wazazi na msimamizi wa mtoto Emiliana, wazazi na msimamizi wa mtoto Amoni, na kuita maana mjage pega, wazazi na msimamizi wa mtoto Ana, wazazi na msimamizi wa mtoto Lucrecia. Mjipange kadiri ya inavyotakiwa kujipanga. Kwanza mko wachache, ni vizuri hata kufuatilia kipengele kimoja baada ya kingine. Mtoto Ana ninafuatilia kwa vizuri. Ana anayefuata mtoto mwenye yuko hapo, simuone hapa mbele. Ndio wewe? Au mbele mtoto mwenye. Wewe ndio mama yake? Mama yake yuko. Mpe mwenye mama. Yaani msimamizi, kazi yako mkono wako begani kwa mtoto, huduma yote inapotolewa. Sawa? Hatusemi beba kwa mtoto. Akianza kutusumbua kulia, damu yako iendae na mtoto. Anayefuata nani? Amoni. Ni watoto wenu katika kanisa la Mungu. Batizo. Wajibu wa wazazi, sikilizeni sasa. Wajibu wa wazazi ni kuwafundisha watoto wao imani, wapate kushika amri za Mungu na kuwapenda wanadamu wenzao kama Kristo alivyotufundisha. Ndio wajibu wao. Bahati mbaya watoto hawa tutaanza kushuhudia wanafundishwa kanisani ishara ya msalaba na katekista, wanafundishwa kusala kubariki chakula kanisani, wanafundishwa baba yetu kanisani. Uongo kweli? Sisi watoto wetu wakati kumeni wapi? Tunaanza kuwa na kazi kufundisha ishara ya msalaba. Ametoka kwenye familia ya Kristo. Kwa ambapo tumesema unafahamu? Nani wasimamizi? Je, mko tayari kuwasaidia wazazi wa watoto hawa katika wajibu wao? Sio bado kwamba mtoto sababu nisimamia au nakuletea chumvi, sukari, kuni ndio nafikiri ndio wajibu wako. Unafuatilia juu ya habari za imani, habari za mapendo, habari za wajibu wa kanisa. Kwa watoto tunachokikabidhi, cha kwanza, watoto wa Katoliki wanakabidhiwa msalaba. Wanakabidhiwa nini? Nini? Msalaba. Msalaba ule kwanza namkabidhi mbatizaji ambaye ndio padri, alafu na wewe umkabidhi huo msalaba na msimamizi. Na huo msalaba wewe mnatazamana.
Sio nampa msalaba hapo yeye amegeukia kwingine. Ili kusudi ajue wewe ndio umempa msalaba. Wanangu, jamii ya Wakristo inawapokea ninyi kwa furaha kubwa, nami nawatia ishara ya msalaba kwa jina lao. Nanyi wazazi na wasimamizi mtawatia watoto wenu ishara ya msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi katika paji la uso. Nataka picha, nataka mimi nitie shauri. Sogea hapa. Wewe unarudi nyuma tena. Kwa picha tajio mwenyewe kujiongeza namna gani kile picha. Nanyi wazazi na wasimamizi, atieni watoto wenu ishara ya msalaba katika paji la uso. Mzazi pale hujadhani hujao. Umegoma kumpa msalaba mtoto wako. Wajibu wetu sisi waumini, kama nilivyosema katika tafakari yetu, tuna wajibu wa kuwaombea. Hivi niwaalike katika nafasi hiyo kwa ajili ya kuombea hawa ambao wanabatiza na watoto wanaobatizwa. Ndugu zangu, tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo awashushie rehema yake watoto hawa watakaopata neema ya ubatizo, wazazi wao na wasimamizi nao wote waliobatizwa. Tutaitikia twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Tunakuwa tumekaa. Kwa fumbo takatifu la kifo na ufufuko wako, upende kuwajalia watoto hao uzima mpya kwa ubatizo na kuwakusanya katika kanisa lako takatifu. Bwana, tunakuomba utusikie. Kwa ubatizo na kipa imara, upende kuwafanya wewe wafuasi wako waaminifu na mashahidi wa Injili yako. Bwana, tunakuomba utusikie. Kwa utakatifu wa maisha yao, upende kuwafikisha kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Bwana, tunakuomba utusikie. Upende kuwafanya wazazi na wasimamizi hawa wawe mfano mwema wa imani kwa watoto wao. Bwana, tunakuomba utusikie. Upende kuwahifadhi daima jamaa zao katika upendo wako. Bwana, tunakuomba utusikie. Upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. Bwana, tunakuomba utusikie. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Mtakatifu Yohane Mbatizaji, utuombee. Mtakatifu Petro na Paulo, utuombee. Mtakatifu Ana, utuombee. Mtakatifu Amoni, utuombee. Mtakatifu Lukresia, utuombee. Mtakatifu Emiliana, utuombee. Mtakatifu Clara, utuombee. watakatifu somo zetu, utuombee. watakatifu wote wa Mungu. Sasa hatua inayofuata ya kuwakabidhi watoto wetu hawa ni kuwapaka mafuta ya wakatekumeni ulimwenguni, apate kufukuza ndani yetu nguvu ya shetani aliye pepo mbovu, apate pia kumwondoa mwanadamu gizani na kumwingiza katika ufalme wa ajabu wa nuru yake. Tunakuomba kwa unyenyekevu, ili watoto hawa watakaoondolewa dhambi ya asili uwafanye hekalu la utukufu wako, na Roho Mtakatifu apende kukaa ndani yao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Iwakinge nguvu ya Kristo Mwokozi, tunawatia alama yake kwa mafuta ya wokovu katika Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala milele na milele. Mnashindwa leta yote hapa. Mafuta haya yanapakwa kifuani, kwa hiyo kifua cha mtoto kiwe wazi.
tuone sura yake kisogo. Hatua inayofuata ni hatua ya ubatizo. Ndio sikufuatilia tulipokuwa nafanya hatua hizo, si kama wasimamizi walikuwa na kazi. Wewe mtaka nifanye mama baba kwa hivyo. Mbona kwa baba yake amenyamaza kwa analia? Una maelezo? Unaanza kusoma. Ndio kwa mkatili nyumbani, lakini baba mtoto anakulia. Ya tubariki yale hapo. Umeshamaliza? Ndugu zangu, tumombe Bwana Mungu Mwenyezi awajalie watoto hao uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Tutaitikia utukuzwe Mungu. Utukuzwe Mungu. Baba mwema, umeufanya uzima mpya watoto wako utiririke kama maji kutoka katika kisima cha ubatizo. Utukuzwe Mungu. Umependa kuwakusanya katika taifa moja wote waliobatizwa katika mwanao Yesu Kristo kwa maji na Roho Mtakatifu. Utukuzwe Mungu. Na tuokoa sisi kwa roho wa upendo wako ambaye unamshusha moyoni mwetu ili amani yako itufurahishe. Utukuzwe. Wateua watu waliobatizwa wakatangaze kwa furaha injili ya Kristo wako kwa mataifa yote. Asipende kuyabariki sasa maji haya watakaobatiziwa watumishi wako. Umewaita waoshwe kwa maji haya ya kuwapatia uzima mpya katika imani ya kanisa ili wapate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kabla ya ubatizo tuna wajibu wa kukiri imani yetu. Ndugu zangu wapendwa, wazazi na wasimamizi, watoto mliowaleta karibu watapata uzima mpya utokao katika mapendo ya Mungu kwa maji na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya ubatizo. Basi ninyi jitahidini kuwalea katika imani kusudi uzima ule wa Mungu usichafuke, bali uweze kukua ndani yao siku kwa siku. Basi wapo kwa imani yenu mko tayari kupokea wajibu huo, mkimkumbuka na ubatizo wenu ninyi wenyewe. Kataeni dhambi na kuungama imani ya Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya kanisa wanaobatizwa watoto. Je, mwamkataa shetani? Namkataa. Na mambo yake yote? Nayakataa. Na fahari zake zote? Nazikataa. Mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Nasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanaye pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba? Nasadiki. Masadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele? Nasadiki. Hiyo ndio imani yetu. Hiyo ndio imani ya kanisa. Tunaona fahari kuungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Je, mwataka watoto hawa wapate ubatizo katika imani ya kanisa, imani tuliyokiri sote sasa hivi pamoja nanyi? Moja nimesema tutaka. Simamizi
katika dhambi, akawapa uzima mpya kwa maji ya Roho Mtakatifu. Mnapata sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili muunganike na taifa lake. Muendelee kuwa viungo vya Kristo Bwana na Mfalme hadi mpate uzima wa milele mbinguni. Mmekuwa sasa viumbe vipya na kumvaa Kristo. Nguo nyeupe iwe ishara cheo chenu, nanyi mkisaidiwa kwa maneno ya mifano ya jirani zenu, mkaifiche safi katika uzima wa milele mbinguni. Pokeeni mwanga wa Kristo. Ninyi wazazi na wasimamizi, mmepewa mwanga wa Kristo mpate kuulinda. Wasaidie watoto hawa watembee daima kama watoto wa nuru, wadumu katika imani, na hivyo mwisho huko mbinguni watoto hawa pamoja na watakatifu wote waweze kumlaki Bwana. Bwana Yesu aliyofanya viziwi wasikie na bubu waseme, awajalie kusikia kwa masikio neno lake na kungama kwa midomo yenu imani ya Kristo kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Ndugu zangu, tusimame pamoja na watoto hawa tusali ile sala ambayo tunaorithisha mapema ndani ya kanisa na familia, sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ndugu zangu, tuweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, mwanawe wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye neema na neema alinde maisha yenu, ili mpate kutembea katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Kidogo kitakuwa
Ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe radhi kuvipokea vipaji vya watu wako, ili wakisha kufanywa upya kwa kuliungama jina lako na kwa ubatizo wapate kuifikia heri ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Shukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa siku hii kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima wetu kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia,
lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia imejaa utukufu wako. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu, juu mbinguni. Hosana juu, juu mbinguni. Bwana kweli ni mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Gervas Nyesonga,
Askofu Msaidizi Godfrey Masekaga na Waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amin. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Peane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Wanaheri wote walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na
damu ya Kristo. Tuombe. Bwana, tunakuomba neema ya sakramenti ya Kipasaka
ifurike rohoni mwetu, ili hao uliowajalia kuingia katika njia ya wokovu wa milele uwafanye wastahili zawadi zako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. tunapoadhimisha siku takatifu ya Pasaka, na kwa rehema yake wakinge na kila shambulio la dhambi. Yeye ambaye kwa ufufuko wa
mwanawe pekee anawafanya upya kwa ajili ya uzima wa milele, awajalie tuzo za milele. Nanyi mnaoadhimisha furaha za sikukuu ya Pasaka, baada ya kumaliza siku za mateso ya Bwana, mjaliwe kufikishwa kwa moyo mkunjufu kwenye ile sherehe ya furaha isiyo na mwisho. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Endeni na amani. Haleluya, haleluya.